Mimi naitwa Ali Musa Hamad, ni mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar katika idara ya sayansi asilia. Pia ni mhitimu wa ngazi ya shahada ya uzamili ya kemia katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kupitia mradi wa HEET. Utafiti wangu nilijikita zaidi katika kuangalia uchafuzi wa mazingira hasa katika maeneo ya bahari kwa kupitia chaza. Tulitumia viumbe hai ambao ni chaza kuona kwa kiasi gani bahari zetu zipo salama na viumbe hai wanaoishi katika bahari zetu wako salama, ukizingatia sisi ni watumiaji wazuri wa hivi vyakula vya baharini, mazao ya baharini. Kwa hiyo tupo salama kwa kiasi gani katika kuendelea kutumia vyakula hivi. Utafiti wangu nilijikita katika kuangalia uchafuzi wa mazingira hasa katika maeneo ya bahari kwa kutumia viumbe hai wa baharini, na nilitumia chaza katika utafiti huu. Na nilifanya utafiti huu kwa sababu tukizingatia sisi ni watumiaji wazuri wa vyakula vya baharini, samaki na hawa samaki wengine wadogo wadogo wakiwemo chaza, ili kujua tuko salama kiasi gani katika matumizi ya vyakula hivi. Jina langu Amina Abubakar Isa, ni mhitimu wa shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na nimesomea Master of Science in Applied Zoology. Ni mnufaika wa mradi wa HEET na nimebahatika kupata benchi ya mwanzo 2022. Nimesoma master yangu kwa muda wa miaka 3 na nimefanya utafiti katika kuangalia prevalence of malaria parasite and gametocyte carrier among asymptomatic malaria. Kwa lugha ya Kiswahili ni tunaangalia uwepo wa vimelea vya malaria katika watu ambao hawana dalili za malaria. Katika utafiti huu tumegundua kwamba asilimia kubwa ya watu ambao hawana dalili za malaria basi wana malaria. Miongoni mwa faida ya utafiti huu ni kwamba wale wote ambao tuliwagundua wana vimelea vya malaria japokuwa hawana dalili, tuliwapatia dawa za kutibu malaria. Kwa mradi wa HEET umenisaidia sana kwa sababu research yangu imetumia fedha nyingi na imetumia gharama kubwa za maabara, na zote hizo zimefadhiliwa na mradi wa HEET. Nashukuru sana uongozi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar na nashukuru uongozi wa mradi wa HEET. Natoa wito kwa wanufaika wenzangu wa mradi wa HEET wajitahidi kufanikisha kumaliza kwa wakati tuliopangiwa ili kurudi chuoni kuja kuendeleza kazi zao walizopangiwa. Jina langu Ibrahim Ahmed Abbas, ni mhitimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ngazi ya PhD, na pale nimefanya PhD katika kemia. Na utafiti wangu nimefanya kwenye uchafuzi wa bahari kupitia oil spills, namna ya kuangalia extent au bahari zetu zipo kwa kiasi gani salama kutokana na oil spillage. Kwa tumetumia satellite remote sensing ku map maeneo ambayo yamekuwa affected na oil spills, lakini pia baada ya kufanya hiyo assessment tumeweza kutengeneza adsorbent kwa ajili ya kuondosha hizo oil spills pindi ambapo zitakapotokea. Sometimes zinatokea accidentally au sometimes intentional. Kwa hiyo bahari zetu sasa zitakuwa salama katika kufuatilia surveillance ya oil spill kwenye bahari zetu, lakini pia ikiwa zimetokea tukio la oil spills,
tuna vifaa vya kuweza kuondosha hizo oil spills ili kuzifanya bahari zetu ziwe salama, na hii inaakisi moja kwa moja katika kufanya sustainable development of blue economy kupitia hizi bahari zetu pindi ambapo tutaweza kutikika salama kutokana na oil spill na kuweza kuondosha. Hiyo ndio faida kubwa ya oil spills. Na kwa hiyo kupitia huu mradi wa HITI umenisaidia sana na imeendana na malengo ya mradi wenyewe kuweza kutengeza wataalamu ambao wataweza kutatua changamoto mbalimbali za taifa na jamii. Kwa hiyo mimi naweza nikasema sasa kwa tatizo la oil spills, mradi wa HITI kupitia hii study yangu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam umeniwezesha kuweza kutambua haya matatizo, sababu zake, na kuweza kuyang'amua wapi yalipo, kwa sababu unajua bahari ni kubwa. Kwa tunatumia remote sensing satellite kuweza kung'amua hayo matatizo oil spill, lakini pindi tunapoweza kuyang'amua tuna vifaa ambazo tumetengeneza adsorbent kwa ajili ya kuondosha hili tatizo la oil spill. Kwa hiyo natoa shukrani sana kwa mradi huu wa HITI kuweza kuniwezesha katika hii taaluma yangu ya PhD in chemistry. Asante sana.